Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Safari ya Abbas Araghchi nchini Urusi inatajwa ni safari ya kujenga. Hii ni kwa mujibu wa wachambuzi kutoka Mashariki ya Kati. Itambulike kwamba Urusi na Iran ni miongoni mwa mataifa ambayo yana ushirika wa muda mrefu, na hata katika kipindi hiki cha vita na hata kabla ya vita, viongozi wa Iran pamoja na Urusi walikutana mara kadhaa kujadili namna ya kuweza kuhakikisha nchi inazidi kuwa katika amani na kwamba hakuna lolote ambalo linaweza kuharibika. Wachambuzi katika Mashariki ya Kati wanaeleza kuwa mipango ya Iran ni kuhakikisha vita hivi haviwezi kuendelea kwa mara nyingine tena, kwa sababu moja tu kwamba vimeathiri uchumi wa taifa hilo, lakini pia wakati huu Iran inawategemea washirika wake Urusi katika kuhakikisha wanasaidizana katika kutatua vita hivi ambavyo Marekani imeamua kwa dhati kuishambulia Iran na hatimaye kuangusha utawala. Kimsingi wa Iran wakati huu wanaamini kwamba kuangushwa kwa utawala wao ni jambo lisilowezekana, lakini sasa jambo kubwa ambalo wakati huu ni kizungumkuti ni Marekani kutaka uranium iliyorutubishwa ipelekwe nchini kwake. Hata hivyo wa Iran hili hawakubaliani nalo. Sasa wachambuzi wa mambo wanasema kwamba mpango wa rais wa Iran Masoud Pezeshkian, ambaye pia anaonekana ni moja kati ya wanadiplomasia na ni moja kati ya watu ambao wakati huu wametengeneza uhusiano mkubwa na mataifa mengi duniani, ikiwa ni pamoja na kuongeza ushirikiano wake na Urusi, anachokihitaji wakati huu ni kutokurejea kwa vita hii, licha ya kwamba taifa limejipanga kwa ajili ya vita. Aliwahi kunukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba Iran ipo tayari kwa mazungumzo, lakini ipo tayari kwa vita. Ni moja kati ya nukuu ambapo alinukuliwa rais wa Iran Masoud Pezeshkian kupitia vyombo vya habari. Hata hivyo wakati huu Iran inaamini kabisa kwamba Urusi kupitia rais Vladimir Putin mwenye ushawishi kwa rais wa Marekani Donald Trump huenda akaweza kufanya jambo kwa ajili ya uranium yao kusalia katika taifa lao, ama kutafuta namna yoyote inayowezekana isipokuwa uranium ya taifa hilo isipelekwe nchini Marekani. Hata hivyo katika mapendekezo ambayo wa Iran wameacha huko Pakistan na tayari ameshamfikia rais wa Marekani Donald Trump, ambaye leo atakuwa na mkutano mkubwa na maafisa usalama, ni pamoja na kuhakikisha namna ya kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, lakini kuhusu suala la nyuklia litafutiwa wakati mwingine wa mazungumzo ili kusitisha mapigano katika kipindi hiki. Hata hivyo katika kipindi hiki inadaiwa kwamba Wamarekani wanachotaka ni kuondoa uranium yote iliyopo katika taifa hilo, lakini pia katika nyakati hizi Urusi ilisema ipo tayari kuondoa uranium iliyorutubishwa na kuipeleka nchini Urusi, jambo ambalo rais Donald Trump alikataa. Kadhalika wachambuzi wanasema huenda wakati huu wa Iran wakaiomba Urusi katika kipindi hiki, Urusi inaweza ikawa mdhamini mkuu wa uranium ya Iran na ikasimamia kwa kiasi kikubwa, lakini kuhakikisha uranium ya nchi hiyo haiondoki. Na wa Iran wapo tayari kutorutubisha tena uranium kwa kipindi cha miaka 5, na hii ndio sababu ya ziara hii wakati huu. Lakini pia kuna mashauriano mengi ambayo huenda yakafanyika katika kipindi hiki, ambapo wanaweza wakajadiliana mambo mengi kuhusu namna ya vita. Ikumbukwe ushirika wa Iran na Urusi ni pamoja na masuala ya usalama, na hivyo kuhakikisha kwamba usalama unakuwa wa hali ya juu katika nyakati zote katika taifa hilo la Kiajemi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.